Ninawaomba wapenzi watazamaji, taarifa hizi mkazisambaze kuelekea kwa vikundi vingi, kwa sababu taarifa hizi ni za muhimu na zinahitajika kujulikana ulimwengu mzima, pale ambapo lugha yetu ya Kiswahili inaeleweka, ndiposa iweze kujulikana na watu waweze kufahamu ukatili ambao Samia Suluhu Hassan anaufanya. Mimi ni Bwana Ezra, ninawakaribisha kwenye hichi kituo. Kama haujaweza kupiga subscription, tafadhali hakikisha kwamba unajiunga na hichi kituo. Humphrey Polepole aliyekuwa balozi amepatikana mahala ambapo amefichwa. Balozi Humphrey Polepole alitekwa nyara mnamo karibia tarehe 5 Oktoba mwaka 2025, zikiwa zimesalia siku chache ndiposa taifa letu la Tanzania liingie kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi wa bunge, madiwani na rais. Humphrey Polepole alitekwa nyara na akapotezwa na hii serikali. Wale ambao waliweza kumteka ni hii serikali, na sababu ambayo iliweza kuwafanya wakamteka ni kwa sababu Humphrey Polepole alikuwa ameanza kuanika taarifa za ndani, kama vile mipango ambayo Samia alikuwa amepanga kuiba uchaguzi ambao aliiba. Yeyote mwenye angesusa kwamba Samia asiibe uchaguzi angeuawa, na waliuawa. Alafu Humphrey Polepole akaeleza wazi kwamba palikuwepo na mbinu au kikundi ambacho kilikuwa kimekwisha chaguliwa kitambo, ambacho kitakuja kukuwa ni kikundi cha kuendesha maneno ya maridhiano ya kitaifa Tanzania baada ya Samia kuiba uchaguzi. Sasa ninakuomba mpenzi mtazamaji, nikuchezee kanda fulani ambayo imeweza kutolewa. Hizi ni taarifa za ndani, kwa sababu wenye wameweza kutoa taarifa hizi za ndani, mpenzi mtazamaji, ni maafisa wa polisi ambao hawataki kujulikana, ambao wamekasirishwa na utendakazi wa Samia ambao anaendeleza Tanzania wa utekaji ambao anaendeleza Tanzania. Maafisa wa polisi wengine wamekasirika. Sasa kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Rachel Dangwa ameweza kutoa kanda akifichua mahala ambapo Humphrey Polepole amefichwa. Akaeleza kwamba yuko nyumbani kwa Mafwele Mikocheni B, nyumba 201, na tunaelezwa kwamba mnamo tarehe 12 Januari mwaka 2026, mwaka huu, mwezi huu, Humphrey Polepole atahamishwa kutoka kwa hiyo nyumba ya mtu mwenye anaitwa Faustin Mafwele upande wa Mikocheni B. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Yaani mtu ambaye amemficha sasa hivi, mahala ambapo Humphrey Polepole amefichwa ni nyumbani kwake Faustin Mafwele, ambaye ni polisi wa ngazi ya juu ndani ya taifa letu la Tanzania. Kenge kabisa nyie. Huyo Polepole mmemchukua, mnamhamisha huku na huku na huku. Halafu Chalamila una roho chafu sana wewe. Wauaji wakubwa nyie. Mmemchukua Polepole sasa hivi mmemhamisha wapi? Hapo Mikocheni B hapo. Nyumba 201 hapo kwa nani, kwa Mafwele. Ndio mmekomeka Polepole, ndio mmemweka hapo. Na mtakapomhamisha popote nitapajua. Popote mna sehemu 3 mnakofikiria kumhamisha, nitapajua. Mnaonyeshana, mnacheka kwa mama za watu. Halafu unakuja mbele za nani, za jamii. Hatujui Polepole nyoko. Ngojeni niwaambie.
muacheni Polepole. Chochote kitakachompata Polepole, chochote niko na nyie. Nawaambia Polepole wakati Mafele amesafiri kwenda South Africa, alimchukulia nyumba nzima pale Masaki pale, walizi kama wote. Amerudi kutoka South Africa, amemtoa kwenye ile nyumba, yuko Mikocheni. Jamani, watu wa Mikocheni B, kuna nyumba inayolindwa sana hapo. Hapo ndipo Polepole yupo. Mnajiuliza kwamba hapa kuna nini? Polepole kawekwa hapo. Polepole kawekwa hapo kwenye hiyo nyumba. Mnaona ina walinzi wengi, mnajiuliza. Na Polepole tarehe 12 anatolewa kwenye hiyo nyumba hapo. Anatolewa hapo, anakapopelekwa anapajua. Kuna sehemu 3 amechagua. Na popote atakapopelekwa ninapajua. Ngojeni niwaambieni, yenu nayajua, yangu hamyajui. Na nikisema hivi, niko na nyie masaa 24. Na maanisha niko na nyie na masaa 24. Najua ili nimeongea na Polepole litawavuruga vibaya. Nilitaka niliongee ambapo nani Mafele ulivyokuwa nani ulivyokuwa umeondoka kwenda South Africa. Nikasema ngoja nikusubiri urudi na kupigia kichwani ukiwa hapa Tanzania. Umemchukulia nyumba pale Mikocheni, naweza nikakutajia namba ya nyumba. Ile nyumba ni ya Abdul, hakuna mtu anayekaa pale. Ile nyumba ni ya Abdul. Upumbavu wenu mnaokuwa mnafanya, mmekuwa serikalini kama ni watu wenye akili timamu, mngeongoza serikali. Acheni kufatafata watu, acheni kuua watu na kufatafata watu, acheni kutekateka watu, acheni. Halafu leo mnaambia kwa nini wanaandamana, kwa nini wanafanya hivi vitu mnavyofanya ni nani, ni vya halali? Polepole mnamshika, mnapeka huku na huku, mnaonyesha picha, mnacheka ovyo. Angalia alivyobakia. Na waambieni mtakufa vibaya. Nasema tena, mtakufa vibaya. Mtakufa vibaya. Wewe Samia, wakina Mafele nyewe, wakina Mlilo, Abduli, acheni haraka sana huo uharamia wenu. Nina imani kwamba umeweza kuzitazama taarifa hizo, na unajua hakuna siku ambayo Rachel Dagwa ameweza kudanganya. Rachel ni mtu ambaye anapewa taarifa za ndani. Ni mtu ambaye anapewa taarifa na wale ambao ni walinzi ambao wamechoka na vitendo ambavyo vinatendwa na hii serikali, lakini wanaogopa kuzungumza kwa sababu ukizungumza utatekwa na upotee. Sasa kama Humphrey Polepole aliweza kutekwa, yeye ni nani asija katekwa? Angalia, kuna ule mwanajeshi wa JWTZ Tanzania, sijui anaitwa nani, mwenye alikasirishwa na vitendo vya serikali ya Samia, akajitokeza na akaipinga serikali ya Samia. Alitekwa, akapotezwa, haijulikani aliko. Sasa wale ambao wametoa hizi taarifa nimewaeleza kwamba ni maafisa wa polisi ambao wanapeana ulinzi nyumbani kwake Faustin Mafwele, huyu mkuu wa jeshi la polisi Tanzania. Unaona, wanashirikiana na akina Chalamila, wanashirikiana na akina Abduli, mtoto wa Samia, wanashirikiana na huyu jamaa anaitwa nani huyu kamanda wa jeshi la polisi Dar es Salaam, huyu mwenye anaongea kibesi, mwenye ni mrefu kama mimi hivi, mwembamba kama mimi hivi, lakini anaongea kibesi. Mnamuelewa huyo? Wote ndio wanashirikiana kumficha bwana Humphrey Polepole. Na mtu ambaye aliweza kutoa amri kwamba Humphrey Polepole aweze kushikiliwa ni Samia, mtoto wa Samia Abduli, kwa sababu wanahofia kwamba iwapo Humphrey Polepole angeendelea kuachiwa nafasi, angefichua za ndani zaidi, kwa sababu huyu ni mtu ambaye alifanya kazi kwa serikali, ni mtu ambaye alimhudumia Samia, ni mtu ambaye anajua taarifa za ukweli. Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, nikimalizia,
Humphrey Polepole yuko hai na amefichwa nyumbani kwa Faustin Mafuele upande wa Mikocheni B, na tumeelezwa kwamba mnamo tarehe 12 atatolewa. Januari hii atatolewa, abadilishiwe mahala kwingine kwa kufichwa. Hawamfichi sehemu moja, wanamficha sehemu moja, anamaliza siku kadhaa, wanamtoa pale, wanampeleka kwingine, anamaliza siku kadhaa. Yaani ni watu ambao ni wakubadilisha ili isije kajulikana mahala ambapo amefichwa. Ukiona taarifa kama hizi kipindi ambapo zimeweza kutolewa, hata wanaweza wakamtoa pale wakati wowote. Upande wa Mikocheni B wanaweza wakamtoa wakati wowote, kwa sababu tayari wamekwisha julikana. Nikimalizia, wapenzi watazamaji, endapo hatutachukua hatua katika taifa letu la Tanzania na kusimama imara jinsi ambavyo Irani wamesimama na kukataa ukandamizaji, kukataa uongozi mbaya, kukataa udikteta, sioni hawa viongozi ambao wamekwamilia madarakani iwapo wataenda kuacha udikteta. Hawa viongozi sioni iwapo wataenda kufanya kazi wakiongozwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Kitu ambacho watakuwa wanakifanya ni kuiba mali, kututawala kimabavu, alafu watataka kutumia nguvu ili kunyamazisha sauti za raia. Tusipochunga jinsi ambavyo walitumia nguvu wakawaua Watanzania ambao walikataa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali, ambao walikataa udikteta, ambao walikataa udhulumaji Tanzania, inaweza ikafika hata mwaka 2030 kipindi ambapo tutaenda kupiga kura tena, upata kwamba Samia na Jakaya Kikwete wamebadilisha katiba waendelee kusalia madarakani, kwa sababu mtu ambaye anaongoza Tanzania sasa hivi ni Jakaya Kikwete, lakini yule ambaye yuko kwa kiti kama mfano ni Samia. Kikwete ndiye kuamua kila kitu. Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, upande wa Mikocheni B nyumba 201 ndiko Humphrey Polepole amefichwa. Kwa hivyo mnaweza mkajikusanya mwelekee mpaka pale, japo wameweza kulinda maafisa wa polisi, lakini tukienda wengi tunaweza tukamtoa Humphrey Polepole. Asanteni sana, sambaza ikanda taarifa hizi ziwafikie watu wengi.